na kufaulu dhalim. Wasirat haqqun au hasiratun haqqun raqiq, na hii njia nyembamba mno. La yanju minhu man khalafa at-tahqiq, hawezi kuokoka na kupita atakayekwenda kinyume na tahqiq. Katika la ilaha illa Allah na katika tauhid kuna kitu kinaitwa tahqiqu shahada, tahqiqu tauhid. Kuna mlango umewekwa babu man haqqaqa tauhid. Neno hili linahitaji lifanyiwe tahqiq katika moyo wako. Wewe hawezi kupita yule aliyoenda kinyume na tahqiq. Wataraka sunnata wa minhaji tariq, akaacha sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam na njia sawa, hawezi kupita. As-sirat tawilun ba'id, hii njia ndefu mno. Wanachuoni wengine wanasema miaka 1030 urefu wake, ni ndefu. La yanju illa man akhadha nafsahu bil azmi shadid, hawezi kupita mpaka mtu awe ameazimia nafsi yake, akaweka azma kubwa kabisa. Wastaqama ala taa alwali alhamid, akasimama kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. As-sirat mahulun makhuf, hii njia mahul, inatisha, inaogopesha. La yajuzuhu illa man aghatha almalhuf, hawezi kupita mpaka upate wokovu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ufanye matendo, wokovu wa Allah upatikane mpaka uwe na matendo. Wa ataa arrahim. As-sirat sa'bun mahul, njia hii ni ngumu, inatisha sana. La yajuzuhu illa man ittaba sunnata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawezi kupita isipokuwa yule aliyofuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyofuata ataa rabba la yahulu wala yazul, akamtii Allah subhanahu wa ta'ala, ndio anaweza akapita katika hiyo njia. Katika itikadi ya ahli sunna wal jamaa tuamini kuna kitu kinaitwa sirata. Sasa tuione, tuishi katika hii njia kwa ufupi. Kwa nini tunaiamini hii njia? Faida ya kuamini, nataij, faida ya kuamini ni nini? Na kwa sababu kila kitu katika mambo ya itikadi unapoamini kuna nataij, kuna faida za kuamini. Nukuifahamu, ukifahamu ujue kumbe mimi siendi peponi mpaka nipitie hiyo njia. Na hiyo njia siwezi kupita mpaka niwe na nuru. Na nuru ni imani. Na imani inazidi na kupungua. Kwa hiyo kuna haja ya kuhakikisha imani zetu sasa tuweze kuzifanyia tajdid upya kabisa, ili tuweze kuzidisha imani zetu kwa matendo mema. Wasirat kathiru zabania, hii njia hii ina malaika wengi mno. La yajuzuhu illa man ataa maulahu fil faniya, hawezi kupita isipokuwa man ataa, aliyomtii Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani. Warakaba Allah fi sirri wal alania, akaweza kuchunga Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya matendo kwamba Allah anamuona katika wakati wa siri na wakati wa waziwazi. Njia hii ni njia kila moja atapita njia hiyo. Ndio Allah anasema siku ya kiyama tutaweka mizani, wa amma man thaqulat mawazinuhu, yule ambaye mizani yake itakuwa nzito basi atapita katika hii njia. Kinyume chake, mizani iko nyepesi, utaingizwa katika moto, na hapo itakuwa katika sehemu ngumu sana. Sirat, njia hii kwa nini tunaiamini? Faida ya kuamini ni ipi? Kwa sababu kuna mizani, ni katika mambo ya itikadi ya kuamini, lakini hapa tu katika sirat. Baada ya mizani watu kupimwa matendo yao, na kuna tabaka za watu, ziko tabaka 18. Katika kitabu cha Ibn Qayyim Tariqatul Hijratain ametaja tabaka hizi. Tabaka za watu, tabaka ziko 18. Tabaka ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ya nane, ya tisa, ya 10. Tabaka hizi hakuna kupimwa. Sasa tukipata nafasi tutakuja kuzitaja hizi. Tabaka hizi hakuna kupimwa. Kuanzia tabaka ya 11 na 12 tunaingia sisi, ambayo matendo yetu lazima yaingie kwenye mizani. Tuangaliwe katika kupimwa sasa. Na katika kupimwa, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishati radhiya. Kama mizani itakuwa nzito,
basi utaingia peponi. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Sasa katika kupimwa wapo ambao atakayepimwa mizani ikawa asilimia imekuwa, maana umepata asilimia 60 kwa 40, huyu tayari anaruhusiwa kwenda peponi. Kuna ambaye atakayepimwa akapata asilimia 50 kwa 50, dhambi asilimia 50 na thawabu asilimia 50, kwa atakuwa ni ashabul a'raf. Tutamwangalia huyu naye koje kwa huu muda mfupi. Kwa hiyo kuna mizani ya kupimwa matendo, na kila moja lazima apimwe. Sasa jambo la hatari zaidi, hakika baada ya watu kupimwa matendo yao, baada ya hapo watu wanaruhusiwa kupimwa. Wa adham musiba wa hasara, msiba mkubwa na hasara, man khaffat mawazinuhu bil hasanat, ni yule ambaye mizani yake itakuwa nyepesi hali ya kuwa ana matendo mengi. Msiba mzito na hasara kubwa, na kwa yule ambaye mizani yake imekuwa nyepesi kwa sababu ya hasanati, yani mema mengi lakini hayana tathqili, hayana uzito wowote. Kwa hiyo tunapofanya mema, huyu atakuwa msiba mkubwa sana, ataamrishwa aende katika adhabu sasa. Kwa hiyo lakini walwailu thumma alwailu, adhabu kali, man khaffat mawazinuhu min salihil a'mal, yule ambaye mizani yake imepungua hali ya kuwa ana matendo mazuri, mtu huyu atakuwa Allah atamkasirikia, kwa sababu matendo haya yalikuwa ni sababu ya mizani yake kuwa nzito. Kwa nini mizani ikapungua? Hakika fa idha wazanat a'malul ibad, matendo ya waja ikipimwa tayari, wa khaffa man khaff, kuna utakayepimwa tayari mizani ikawa nyepesi, wa thaqula man thaqula, kuna wengine wamepimwa tayari mizani ikawa nzito. Umiru ayyamdhu ila sirat, baada ya kumaliza kupimwa sasa watu wanaamrishwa sasa waenda peponi, lazima wapite katika hiyo njia tunayozungumzia. Mizani imewekwa, matendo yamepimwa, yule ambaye ima sawa imekuwa nzito mizani au imekuwa nyepesi, baada ya kumaliza kupimwa watu wanaamrishwa sasa waenda kwenye sirat, wapite sasa, nendeni peponi. Wanaamrishwa wapite waenda peponi. Fayaji'u kullu insani ila sirat, baada ya kupimwa sasa kila mmoja anakuja katika hiyo sirat, katika hiyo njia. Akifika tu fayaqhamu sirat, faminan nasi man yadha alayhi qadama, wapo katika watu anapofika katika ile sirat anaweka nyayo zake tu, unyayo anaweka, fayazalla min awwal qadam yadau, anaweka tu, mara anateleza katika mguu wa kwanza kuweka, anateleza, fayahawi fi nar, mara anadongedokea katika moto. Yani anafika hatua ya kwanza, mguu wa kwanza kuweka, tayari anateleza, anaangukia katika moto. Wapo wa minan nas, na wapo miongoni mwa watu watakayeweka mguu wake sasa, na anapita kwa hali ndogo sana, hali ya taratibu mno, tayari mara anaangukia. Wa minhum, wapo wengine watakayepita, watapita kalbark, kama umwemo kadha, kama radi nini, tayari ameshapita. Wapo wengine mayajuzu karihi alhubub, wanapita kama upepo, huyo mtu kaondoka, anaenda peponi. Wa minhum mayajuzu katayri sari fi tayrani, wengine wanapita kama ndege unavyoona inavyokwenda haraka sana. Wa minhum mayuharwil, wapo wengine wanaenda harwala. Harwala maana yake ni kule anakimbia kidogo kidogo, anakimbia. Wapo wa minhum man yakunu kadhaifu idha masha, wengine wanapita wanakuwa kama mtu mgonjwa wakati anavyotembea, dhaifu, anachechemea kidogo kidogo hivi. Wapo wa minhum man yakunu kalmabtur alladhi yamshi ala yadayhi wa rijlayhi, wengine wanapita anatambaa sasa
na nini na tumbo lake. Sasa anataka kupita hapo. Wa minan nas, wakad yakunu ana wa anta minan nas, inawezekana ikawa mimi na wewe. Wa minan nas man yati ila sirat, wapo watakayekuja katika hiyo njia, mara moto unatoka unamchukua, anaweza anaangukia katika moto. Hapa sasa katika hii njia, ala qadri amali al-ibad wa anwarihim wa rutubatihim, hapa katika hii njia ni kadri ya matendo ya waja na nuru zao na nafasi zao. Matendo yao yalikuwaje, nafasi zao zilikuwaje. Ala qadri al-qabul min Allah tabaraka wa taala, kwa kadri ya mtu matendo yake Allah amekubali kiasi gani. Wa ala qadri tathqil al-mawazin, au kwa kadri mizani imekuwa nzito kiasi gani. Wakati unatenda matendo, je, matendo yako yana uzito wa takhfifiha. Fa idha atakapokuja hapo sasa katika sirat, unakuja katika njia kwa kadri ya matendo yako na nafasi yako. Sasa ima matendo yako yalikuwa yana tathqil, kuifanya mizani iwe nzito. Ikiwa mizani kule nzito zaidi, upitaji utakuwa mwepesi zaidi. Ikiwa mizani yako nyepesi zaidi, upitaji utakuwa pia una shida. Hapa imepokelewa katika baadhi ya tabi'in an baadhi sahaba annahum qalu inna jahannama, haka jahannam ina 7 jusur, ina jusuri 7 jahannam. Sasa njia hizo ziko 7, kwa hiyo sio moja, njia ziko 7. Hizi njia katika upitaji sasa, kila mmoja atapita kufuatana na hali ya matendo yake na hali ya uzito wake na mizani yake ilivyokuwa. Kwa hiyo njia hizo ziko 7. Sasa kunapopimwa matendo yako yakipimwa katika mizani, tayari utakuwa tayari hatua ya kwanza ya kupimwa imemalizika. Sasa unaruhusiwa kupita kwenda katika pepo sasa, na hiyo njia imepita katika mgongo wa jahannam kwa ajili ya kwenda peponi. Sasa hapo sasa atakuja mtu wa mwisho kabisa, sasa mtu ambaye tayari anataka kupita, akhiru man yabqa ala sirat, mtu wa mwisho atakayebaki katika njia. Huyu fala yazalu yahbli, yule mtu ambaye tayari yeye ana mithqala dharra katika imani, atakuwa anapita kwa kutumia tumbo lake, wa yatadarraju wa yabki, huku akilia, wa yatadharru ila Allah tabaraka wa taala, huku akilia kwa Allah mpaka Allah anamwafikisha kupita. Fa idha jaza, akipita wanaja na tayari Allah amemsaidia akafaulu, radda ra'sahu wa nadhara ila sirat, mara anageuza kichwa chake anaangalia ile njia iliyokuwa nyembamba, njia ndogo kali kuliko upanga, nyembamba kuliko sindano. Anaiangalia ile njia ilivyopitia pale, anaiangalia wa ahwalihi, na hali za njia yenyewe, wa ahwali ahli nar, na hali za watu wa motoni na adhabu wanaoipata watu wa motoni. Fayaqul, atasema subhana alladhi khallasani minki wa najani min ahwali nar, ametakasika Allah ameniokoa na wewe na nimeokoka na moto. Fabainama huwa yanzur ila sirat, wakati akitizama hiyo sirat, hiyo njia, wayaqulu hadha alqawl, na akisema maneno haya, Allah atapeleka malaika katika malaika wake, atakuja atamshika mkono, wayaqulu lahu, atamwambia qum ya Abdullah, simama ewe mja wa Allah. Fayamtaliq ila ghadir min ma'i, ataondoka katika kisima cha maji ambacho kiko min babil janna, kiko katika mlango wa peponi kisima hicho. Fayaqul, atamwambia malaika atamwambia huyu mtu, ightasil